Kama ulikuwa haufahamu, mimi leo nitakufahamisha. Huko kaskazini mwa bara la Ulaya kuna nchi inayojulikana kama Norway, ambayo imekuwa maarufu sana duniani kwa moja ya matukio ya ajabu kabisa ya asili yanayojulikana kama Midnight Sun, yaani jua la usiku wa manane. Katika baadhi ya maeneo ya nchi hii, hasa yale yaliyo karibu na eneo la Arctic, jua linaweza likaonekana angani kwa masaa 24 bila kuzama kabisa kwa wiki kadhaa au hata miezi, kutegemeana na umbali wa eneo husika kutoka mstari wa Arctic. Ili kuelewa jambo hili, ni muhimu kufahamu jinsi dunia inavyozunguka. Dunia haizunguki ikiwa imesimama wima, bali inaegemea kwa nyuzi takribani 23.5. Mwelekeo huu wa muinamo ndio unasababisha majira tofauti ya mwaka. Wakati wa majira ya joto katika ulimwengu wa kaskazini, sehemu za karibu na Arctic hupokea mwanga wa jua kwa muda mrefu zaidi, kiasi kwamba jua halizami kabisa. Ndipo tunapata kile kinachoitwa jua la usiku wa manane. Lakini ajabu hii haiji peke yake. Kinyume chake, wakati wa majira ya baridi, maeneo haya yanaingia katika kipindi tofauti kabisa kinachojulikana kama Polar Night, yaani usiku wa muda mrefu, ambapo jua halichomozi kabisa kwa siku nyingi, wiki au hata miezi. Hapa ndipo giza linatawala mchana na usiku, na mwanga pekee unaoweza kuonekana unatokana na mwezi au taa bandia. Katika maeneo ya kaskazini mwa Norway, hali hii huonekana kwa wazi kabisa. Wakati wa majira ya joto, wakazi wanaweza kufanya shughuli zao muda wowote kwa sababu mwanga haukatiki. Lakini wakati wa majira ya baridi, wanalazimika kuishi katika mazingira ya giza la muda mrefu, hali ambayo huathiri hata afya ya akili kwa baadhi ya watu kutokana na ukosefu wa mwanga wa jua. Kisayansi, jambo hili linaeleweka kikamilifu kupitia muinamo wa muhimili wa dunia na mzunguko wake kuzunguka jua. Lakini mtu ambaye hajawahi kushuhudia, linaweza kuonekana kama jambo lisilo la kawaida kabisa. Fikiria kuishi sehemu ambayo huwezi kutofautisha mchana na usiku kwa macho yako mwenyewe. Unategemea saa tu kujua ni muda gani. Athari zake si za kijiografia pekee, bali pia zinaingia kwenye saikolojia. Mwanga wa jua una mchango mkubwa katika mwili wa binadamu, hasa katika uzalishaji wa homoni ambazo zinahusika na usingizi na hali ya furaha. Ndiyo maana baadhi ya watu wanaoishi katika maeneo haya hupata changamoto ya usingizi au mabadiliko ya hisia wakati wa Polar Night. Ili kukabiliana na hali hiyo, hutumiwa mwanga maalum wa bandia unaoiga mwanga wa jua ili kusaidia miili yao kubaki katika uwiano wa kawaida. Mwisho wa yote, jambo hili linatufundisha kuwa dunia ina maajabu mengi zaidi ya tunavyofikiri. Kuna maeneo ambayo sheria za kawaida tulizozizoea hazifanyi kazi kama tulivyotarajia. Jua linaweza kukaa angani usiku na giza linaweza kutawala mchana. Hii si hadithi, ni science, ni jiografia na ni uthibitisho kwamba ulimwengu wetu una siri nyingi ambazo bado zinaendelea kutushangaza. Kama ulikuwa haufahamu, mimi leo nimekufahamisha. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.